HMG Africa Back to Africa Movement. Afrika ni bara lenye historia kubwa toka enzi hizo za mababu. Ni bara ambalo lina rekodi zake nyingi tu, ikiwamo marais waliokaa madarakani kwa muda mrefu bila kuachia kiti. Lakini pia kuna kumbukumbu nyingi za ustaarabu wa kale, yakiwamo mapiramidi na fuvu la binadamu wa kale. Lakini leo nitakuletea orodha marais 10 ambao waliuawa wakiwa madarakani. Moja kwa moja ndani ya HMG Africa, tuanze na Muhammad Anwar el-Sadati. Huyu ni rais wa Misri ambaye aliuawa akiwa na umri wa miaka 62. Kabla ya kuwa rais wa Misri, el-Sadati alikuwa makamu wa rais wa nchi hiyo, kipindi ambacho rais alikuwa ni Gamal Abdel Nasser. Kabla ya kuuawa, el-Sadati alikuwa kiongozi maarufu na aliyependwa sana na watu wake kwa kazi mbalimbali alizozifanya, ikiwa ni pamoja na kuleta amani kati ya Misri na Israel hadi kufikia kusaini makubaliano ya amani baina ya nchi hizo mbili, na hiyo ikafanya apewe tuzo ya heshima ya amani ya Nobel Peace Prize. Hata hivyo, suala hili halikuwafurahisha watu wote, hususani baadhi ya wafuasi wa dini ya Kiislamu ambao walipanga mashambulizi juu yake, na hatimaye Oktoba 6 mwaka wa 1981, ofisa wa jeshi aliyejulikana kama Islam Bail alimua kwa kumpiga risasi kadhaa rais el-Sadati. Islam Bail alikamatwa baada ya muda mfupi na kuhukumiwa kifo kutokana na tukio hilo. Tumwangazie Juvenal Habyarimana. Huyu alikuwa kiongozi wa nchi ya Rwanda aliyeuawa akiwa na miaka 57 baada ya kuongoza nchi yake kwa miaka 21, ambapo aliingia madarakani kwa kupindua nchi akiwa na miaka 36 na ikafanya idadi ya maadui zake iongezeke. Aprili 6 mwaka wa 1994, akiwa kwenye ndege ambayo ilikuwa inajiandaa kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali nchini Rwanda, Rais Habyarimana akiwa na rafiki yake ambaye pia alikuwa ni rais wa Burundi, Cyprien Ntaryamira, ndege yao ililipuliwa na miili yao haikutambulika kabisa. Mauaji haya ya viongozi hawa wa juu wa serikali za nchi zao yalichangia kwa kiasi kikubwa kuanza kwa mauaji ya kimbari nchini Rwanda, ambayo yalisababisha vifo vingi sana. Na sasa ni zamu ya Laurent Kabila. Rais mwingine aliyeuawa ni Laurent Kabila ambaye alikuwa na miaka 61 wakati anauawa. Alikuwa ni wa nchi ya Zaire ambayo baadaye ilikuja kuitwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC. Laurent Kabila aliingia madarakani baada ya kupindua utawala wa Mobutu Sese Seko Kuku Ngbedu wa Zabanga, ambaye naye aliingia madarakani kwa kuipindua serikali iliyopita. Kabila alikuwa ni mfanyabiashara, lakini aliamua kuacha kazi hiyo na kuamua kuingia kwenye vita kwanza Kongo DRC, na mara baada tu ya kumwondoa Mobutu alianza kufanya mageuzi ndani ya serikali. Mchana wa tarehe ya 18 ya Januari mwaka wa 2001, mmoja ya walinzi wake alimpiga risasi kadhaa na kutaka kukimbia, lakini hakufanikiwa kwani aliuawa na maaskari wengine papo hapo. Laurent Kabila alitibiwa kwa siku 2 kabla ya kufariki dunia. Siku 10 baada ya kifo chake, mwanae ambaye ni Joseph Kabila alichukua nafasi ya baba yake na kuwa rais wa DRC. Na sasa ni Melchior Ndadaye. Huyu alikuwa ni rais wa Burundi na aliuawa akiwa na miaka 40. Hiyo ilikuwa ni Oktoba 21 mwaka wa 1993. Melchior Ndadaye alikuwa ni rais wa kwanza kutoka kabila la Wahutu kuchaguliwa kidemokrasia nchini Burundi mwaka wa 1993. Wiki moja kabla ya kuapishwa kuingia madarakani, jaribio la kumuua lilifanyika, lakini halikufanikiwa. Hata hivyo, karibu miezi mitatu tu toka akalie kiti cha urais, akauawa na jeshi la waasi. Tumwangazie Cyprien Ntaryamira. Huyu ni rais ambaye aliingia madarakani kuziba pengo la rais wa Burundi Melchior Ndadaye aliyeuawa Oktoba 1993. Miezi 6 tu baada ya kuingia madarakani, Ntaryamira naye aliuawa. Twende tukamulike sasa Mohamed Boudiaf. Rais Mohamed Boudiaf alikuwa ni rais wa Algeria
na aliuawa akiwa na miaka 73. Hiyo ilikuwa ni mwaka wa 1992, huku ikielezwa kuwa alikuwa kiongozi mkali na hakuvumilia uzembe, na hiyo ikamfanya pate maadui wengi sana. Majaribio mbalimbali ya kumuua yalifanyika dhidi yake, na hata kuna kipindi aliamua kutoroka kwenye nchi yake ili aende tu kujificha na kukimbia wanaomuinda kuokoa maisha yake. Lakini baada ya kujificha kwa miaka takribani 27 akiwa nchini Morocco, kaskazini kabisa mwa Afrika, katika hali ya kushangaza sana, aliombwa kuongoza mapinduzi ya nchi yake Algeria na baadaye kuchukua uongozi wa nchi hiyo kama rais. Miaka 4 tu baada ya kuingia madarakani, hiyo ilikuwa ni Juni 29 mwaka 1992, Boudia aliuawa na mlinzi wake wakati akiwa anatoa hotuba kwenye kipindi cha televisheni, ikiwa ni mara ya kwanza kwenda nje ya Algeria kama rais. Katika nafasi ya 7 anasimama Bare Mainasara. Bare alikuwa ni kiongozi wa serikali ya Niger na aliuawa akiwa na umri wa miaka 49. Hiyo ilikuwa ni Aprili 9 mwaka 1999. Alichukua uongozi wa kufanya mapinduzi ya serikali, na kwa kuwa kitendo hicho kilisababisha watu wengi wamchukie, aliamua kuanza mchakato wa kufanya suala hilo la mapinduzi kuwa la kisheria. Aliamua kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia ambao alishinda kwa 52%. Upinzani walichukizwa na ushindi huo, kwani waliamini sio wa kweli na kushinikiza matokeo hayo yafutwe, lakini Bare hakukubali kuachia kiti hicho. Jeshi liliamua kuingilia kati suala hilo, na Rais Bare aliuawa kwa kupigwa risasi alipokuwa akielekea kupanda helikopta katika uwanja wa ndege wa Niamey, na kiongozi wa mapinduzi hayo aliyefahamika kama Daouda Malame Wanke akachukua kiti chake. Nafasi ya 8, Samuel Doe aliongoza nchi ya Liberia kabla ya kuuawa mwaka 1990 akiwa na miaka 39, ambapo kabla ya Samuel Doe kuingia madarakani, nchi hiyo ilikuwa chini ya utawala wa Marekani wenye asili ya Liberia kwa zaidi ya karne, mpaka kiongozi huyu alipoongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomuua Rais William Tobeti Jr. Mawaziri waliokuwa na hudumu katika kipindi cha rais aliyeuawa pia nao waliuawa hadharani siku 10 tu baada ya tukio hilo la bosi wao, na Doe akawa kiongozi wa kwanza mwenye asili halisi ya Liberia na kuongoza kwa miaka 10. Mwaka wa 1989, hiyo ilikuwa ni Disemba, ilitokea vita ya wenyewe kwa wenyewe baada ya rafiki wa zamani wa Samuel Doe aliyefahamika kama Charles Taylor, aliyekuwa amefungwa katika gereza moja nchini Marekani, kutoroka na kuunda kikosi cha waasi na kuingia Liberia kupitia Cote d'Ivoire, yani Ivory Coast, kwa nia ya kufanya uasi. Siku chache baadaye Rais Doe alikamatwa na kikundi hicho na kuteswa sana, kisha kuuawa Septemba 9 mwaka wa 1990, na baadaye mwili wake ulipitishwa kwenye mitaa jiji la Monrovia ukiwa mtupu ili watu wauone, ama hakika ilikuwa ni unyama. Namba 9 anasimama Thomas Sankara. Huyu ni kipenzi cha watu wengi zaidi. Yeye alikuwa ni rais wa nchi ya Upavota aliyeongoza nchi yake kwa miaka 4 tu kabla ya kuuawa akiwa na miaka 37. Thomas Sankara alipata uongozi kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi pia akiwa na miaka 33. Yaelezwa kuwa Sankara alichochea maendeleo ya uchumi kwa kiasi kikubwa sana nchini humo, na hata kubadilisha jina la nchi yake ya Upavota na kuwa Burkina Faso, ikiwa na maana ya nchi ambayo watu wake sio wala rushwa. Alikuwa pia rais wa kwanza Afrika kuteua wanawake kushika nafasi za juu kwenye baraza lake la mawaziri. Baada ya miaka 4 tangu aingie madarakani, Sankara aliuawa Oktoba 15 mwaka 1987 baada ya serikali yake kupinduliwa na rafiki yake kipenzi wa karibu aliyefahamika kama Blaise Compaore, ama hakika kikulacho kinguoni mwako. Sankara anatajwa kuwa kiongozi aliyependwa sana na watu wake, na hata vitabu vingi vimeandikwa kwa kumbukumbu na heshima yake. Tukamilishe na Muammar Gaddafi, simba wa Afrika. Huyu alikuwa ni rais wa Libya ambaye ndiye rais aliongoza nchi hiyo kwa kipindi kirefu zaidi.
Muammar Gaddafi aliingia madarakani baada ya kuupindua uongozi wa Mfalme Idris na kufanya nchi hiyo kuongozwa chini ya serikali ya jamhuri na kukaa madarakani kwa miaka 42 kabla ya kuuawa. Inaripotiwa mwaka wa 2011 yalitokea mapigano nchini humo ya baadhi ya watu kumpinga Muammar Gaddafi, ambayo yalipelekea vita vya wenyewe kwa wenyewe, na ndipo Marekani na NATO walipowaunga waasi na kuangusha utawala wa Muammar Gaddafi, ama kuiangusha kabisa serikali ya Muammar Gaddafi. Oktoba 20 mwaka wa 2011, Muammar Gaddafi akiwa na miaka 69 alikamatwa na kuuawa, na huo ukawa mwisho wa uongozi uliokaa kwa miaka mingi kuliko yote duniani, na historia ikahitimishwa hapo. Hii ni Afrika, hii ni Back to Africa Movement. Habari hizi wazipata hapa hapa HMG Africa. Vile waweza kuzipata kupitia WhatsApp katika grupu la HMG Africa. Back to Africa Movement. Jivunie kwa Mwafrika.